Na mtazamaji bwana, leo tuko hapa na moja kati ya vijana wa kiume wa Mkubwa Fella. Kama unavyoelewa ni kwamba Mkubwa Fella bwana yuko na watoto wawili wa kiume kama unakumbuka vizuri, wakati anaanza kuumwa tulizungumza kuhusiana na hiyo issue. Sasa leo tuko na mtoto wake mmoja wapo. Tunataka tuzungumze baada ya video ambazo zimesambaa mitandaoni zikiwa zinamuonyesha Mkubwa Fella akiwa anaendelea vizuri kidogo. Bwana brother, mambo vipi? Safi, mambo ni aje kaka? Bwana kama kawaida bwana, lishe zinaendaje kaka? Nashukuru Mungu, hivyo mdogo mdogo tunapambana. Napambana hivyo, Mungu anasaidia. Mpaka sasa mzee wetu kiukweli hali yake imekaa sawa. Japokuwa sio sana kivile, lakini hali yake iko kidogo iko sawa. Sasa hivi hata kutikisika kidogo, kutikisa hata mguu na utikisa. Sasa hapo awali, labda tofauti kati ya hapo awali na sasa hivi hali yake ilivyo, tofauti ni nini? Yaani mwanzoni kwa alikuwa ana hali gani na sasa hivi kuna tofauti gani imetokea? Mwanzoni alikuwa ni kulala na kugeuza, anakula hapa hapa, anataka kujisaidia hapa hapo, lakini kweli kwa sasa hivi hali imebadilika. Tunaweza kusema dua za Mwenyezi Mungu zimesaidia na misaada ya watu pia imesaidia. Sawa sawa. Na labda kwa muda wote huu ni wamesema mlimpeleka India tena au ametibiwa hapa Tanzania, na mmetumia mbinu gani? Labda ni hospitali au mitishamba au ameombewa dua au amepelekwa kwa mchungaji? Kwa raundi hii bwana hatujampeleka hospitali, ila tutumia mitishamba kwa mtaalamu, ametusaidia kwa kweli. Nguvu yake bado inaonekana. Na labda tukizungumzia kitu ambacho kilitokea mnamo mwaka jana, kipindi mzee wenu ameanza kuumwa, tunakumbuka kwamba alipitia wakati mgumu sana, na kuna kipindi mpaka uchumi uliyumba kiasi kwamba mkaamua kumtafuta Diamond na Diamond hakuonyesha ushirikiano. Lile swala baada ya kufanya interview na watu kutoa malalamiko na comment za watu na mijadala mitandaoni, kuna chochote ambacho Diamond alikifanya baada ya yale mambo kutrend sana mitandaoni? Kwa wakati ule mnachofanya, ila kwa sasa namuona ananyemelea kwa sababu keshaona hali ya mzee imekaa sawa kidogo, na mwana anasogea kujionyesha yeye ni mwema kwake kwa mzee. Lakini kwa kipindi cha nyuma hapana, hamna ushirikiano ulionyesha wote ule. Kwa hiyo ina maana kwamba Diamond pamoja na ile mijadala yote mitandaoni alikaa kimya. Alikaa kimya, alitulia kama hayupo, na mzee ndo alikuwa mtegemezi lake sana kwake. Na ndugu jamaa na marafiki walilipokeaje swala la Diamond kuchuna pamoja na watu kutoa kulalamika mitandaoni? Kiukweli kwa ndugu siwezi kusema mengi sana. Ndugu kila mmoja anajisikia anavyojisikia, ila kwa upande wetu sisi kama watoto tunajisikia vibaya sana. Na istoshe Diamond kwa mzee wetu, Diamond ametolewa mbali sana. Tumeona paka kufika pale ni nguvu ya mzee wetu, lakini tukashangaa alipougua mzee akawa mbali na mzee kabisa, na hata simu yake kapokea. Lakini sasa hivi anajaribu kumpigia mara kadhaa, lakini simu mzee haishiki, anaiangalia tu. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa kile ambacho kimetokea ni kwamba Mkubwa Fella alikuwa anakitambua kipindi kile, au sasa hivi alipopata mafundo ametambua kwamba Diamond hakutoa support? Yaani katambua kwa sasa hivi kwa Diamond amsaidii kwa chochote kile, na istoshe mwenyewe alikuta maneno mengi sana. Of course sisi tulimwambia kama watoto kwamba kuna 1 2 3 bwana, mtu wako alimsaidia, lakini akumbuke fadhila, akakusahau kabisa. Kifupi yani sio tegemezi kwako. Na mambo yake anaendesha kama yeye. Of course yani kifupi tu hamsaidii chochote kile. Na baada ya kumwambia mzee wenu kwamba Diamond bwana hajatoa support ya aina yoyote katika kipindi hiki awamu ya pili ile wakati anaugua, yeye alireact vipi? Alilipokeaje baada ya kupata nafuu na kukupa hizo habari? Kiukweli alijisikia vibaya, ila alimwachia Mungu tu. Mungu ndiye anayejua kila kitu na Mungu ndiye anayehukumu. Hivyo tu ndugu. Sawa sawa. Na labda kwa sasa hivi hapa mmezungumza labda na mzee, labda kwamba umesema kwamba akipiga simu Diamond anampigia simu sasa hivi mzee Mkubwa Fella? Ndio, sasa hivi Diamond anamtafuta. Na hata jana tukatoka kumtafuta. Hivyo, yani anamtafuta mara kwa mara. Sasa sijajua anamtafuta kwa nia gani. Na ikiwa kipindi cha nyuma hapa yuko hoi mzee, hakutoa msaada wote ule. Kwa hiyo ina maana kwamba
yeye mwenyewe Diamond baada ya kuona video, na ile video aliiposti nani mtandaoni, maana watu wengi sana walikuwa kuna wengine mpaka walishasahau kama Mkubwa Fella bado anapitia changamoto kiafya. Tumeona juzi alikuwa yuko hospitali anafanya mazoezi, wanasema inaitwa physical therapy. Ni nani aliposti ile video akaamua kuiweka mtandaoni? Kiukweli kwa ile video huenda labda familia iliongea, waliamua kuposti mmoja wapo, lakini mimi kiukweli sijafuatilia kivile, wala mimi sijaposti, labda huenda familia. Na tunakumbuka hapo awali bwana, ilipopostiwa video kwa mara ya kwanza, yani kile kitendo cha mama yenu kuposti kusema kwamba Diamond amsupport, nyinyi watoto mlichukizwa na ile swala. Vipi kuhusiana na hii video ambayo imesambaza hivi mitandaoni, Mkubwa Fella anaendelea vizuri? Mmeipokeaje? Yani mmependa kilichotokea, watu kufahamishwa kwamba Mkubwa Fella anaendelea vizuri, au hamjapenda ile video ivuje mtandaoni? Kiukweli hapo hatujapenda. Japokuwa furaha yetu ni mzee kukaa sawa, lakini hatujapenda kuposti mtandaoni kuonesha watu kwamba hivi na vile, kwa sababu alivyoona Diamond mwenyewe alivyoona tumeiposti ndio akaanza kupiga simu. Kwa hiyo kwa sababu tu hali ya mzee kae sawa ndio aanze kujitafuta tena soge, lakini kipindi cha nyuma hakutaka kuonesha ushirikiano. Sawa. Na labda kwa sasa hivi mmezungumza labda na Mkubwa Fella, maana anazidi kupata afueni. Je, akipata afueni kabisa, akirecover jumla, ina maana kwamba anaweza akarudi tena katika kazi ya kumsimamia Diamond, au ndo yeye na Diamond basi tena mkataba unaishia hapo? Hayo nitakuwa nimeingilia maamuzi ya mzee. Hapo nitakuwa nimeingia maamuzi yake. Maana ndio na maamuzi. Huwezi kuingia maamuzi ya binadamu mwenzio. Kwa hiyo ni kwamba hamjagusia hilo swala, hamjamuuliza kwamba baba utaendelea kufanya kazi na Diamond wala nini, mmeamua mumwache kwanza yeye mwenyewe afanye maamuzi? Kikweli hatujagusia kuhusu hilo swala. Hatujaongea naye. Na vipi kuhusiana na yeye mwenyewe, labda ana chochote cha kusema labda kwa waandishi wa habari au kwa vyombo vingine vya habari kuhusiana na afya yake kwa ujumla, au kwa sasa hivi ameamua kwanza focus na afya? Cha kushukuru, nashukuru Mungu, waandishi wa habari wamempa support. Baadhi ya watu wengine wanatuma michango yake mpaka kufikia ile hali, na wengine wanatoa ushauri kama imeshindikana au kujaribu sehemu nyingine. Ndio tumefanya hivyo, tukasikiza maoni ya watu. Waandishi wa habari tunawashukuru sana. Bwana brother, sisi tutaendelea kuwa pamoja, tutazidi kuzungumza na wewe kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Pia vile vile tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana kaka. Naam, mtazamaji, nadhani utakuwa kidogo umepata mwanga kuhusiana na swala zima la hali ya afya ya Mkubwa Fella kwa sasa hivi. Tulikuwa tunazungumza hapa na kijana wake wa kiume kuhusiana na jinsi ambavyo hali ilivyo. Amefunguka mambo mengi sana kuhusiana na mikasa ambayo ilikuwa inaendelea mitandaoni baada ya mara ya kwanza kabisa Mkubwa Fella kutoa taarifa, mke wa Mkubwa Fella kutoa taarifa kwamba mumewe yuko na hali mbaya na support ya party. Watu wengi sana walishangazwa na jinsi ambavyo Diamond hakureact hivyo vyote vile kwenye swala zima la kutoa support, japokuwa Mkubwa Fella amekuwa ni nguli wa muziki wa Bongo Flava kwa muda mrefu na amekuwa akiwasupport wasanii wengi ikiwemo na Diamond mwenyewe. Ni kitu ambacho kiliumiza sana familia hii ya Mkubwa Fella, lakini ndio hivyo, Mungu amemsaidia, amemjalia, sasa hivi anaendelea vizuri, anaendelea kurecover. Na hapa tulikuwa na kijana wake ameelezea pia upande wa ndani kabisa wa familia. Kuna vitu vingi ambavyo ulikuwa uvijui, umevipata hapa. So ukiwa kama mdau, endelea kutufuatilia na tutazidi kuzungumza na familia kadri ya muda tunavyozidi kuupata na hali inavyozidi kutengamaa ya Mkubwa Fella. Lakini pia vile vile weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia cha msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba una subscribe ili usionapitwa na update zote ambazo tunakuletea hapa katika channel yetu.